Tunachinja mnyama wa akika kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Mtume anasema kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi, kila kijana anayezaliwa, kila mtoto anayezaliwa yuko ndani ya rahani, amefungwa, anaachwa huru kwa kuchinjiwa mnyama siku ya 7. Katika riwaya nyingine, ama 7 ya pili ama 7 ya tatu. Baada ya 7 ya tatu ikipita hujamchinjia, bado hujapata uwezo, siku nyingine yote ambayo utakaipata uwezo utamchinjia. Na mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi 2 ama kondoo 2, na mtoto wa kike anachinjiwa mbuzi 1 ama kondoo 1. Kwa hivyo anaachwa huru. Wanasema baadhi ya wanazuoni, unachinja mnyama kwa sababu ule mtoto bado amejikunja kunja, vitu vyake vimefungana, macho yake haijafunguka, bongo lake bado iko giza, mishipa yake, mifupa yake. Kwa hivyo anafunguliwa katika njia hii. Kukaa ndani ya tumbo katika fuko la uzazi miezi 9 sio jambo la mchezo. Na sababu ya pili ya kuchinja mnyama siku ya 7, ama 7 ya pili ama 7 ya tatu, ambapo 7 ya kwanza ndio bora kuchinja mnyama, ni kutoa shukurani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku kiumbe kama wewe, tena saa nyingine anafanana na wewe, macho yake kama yako, pua yake kama yako, rangi yake kama yako, nywele zake kama yako, mikono yake. Wewe ukimwangalia yeye unajiona wewe. Si neema hii ndugu zangu? Hata watu wakiona wanasema bana, fulani mashallah anafanana na baba yake, fulani anafanana na mama yake. Neema kubwa hii ndugu zangu. Angalau utoe shukurani kwa kumwaga damu ya mnyama.